Vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Hili ndio neno la Bwana, na Mungu alibariki. Tuombe. Katika jina la Yesu. Mungu, tunasimama hapa kwa ibada ya sisi tuliopotea. Tumekuja, tumepatikana kwa ajili ya kuweza kuhudhuria ibada mahali hapa. Ni wewe Mungu ulituleta, umetutafuta, umetupata. Baba, ni neema na baraka na bahati ambayo Mungu inakupendeza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ubariki ibada na kuendelea pamoja nasi. Ubariki kila kinachojiri mbele yetu. Baba, vyote ni kwa ajili ya utukufu wako. Unastahili sifa, unastahili Yesu, unastahili mwamba mwaminifu, katika jina la Yesu. Amen. Praise. Ni mtakatifu Bwana, imani mtakatifu, ni mtakatifu Bwana, ni mtakatifu Bwana, ni mtakatifu Bwana. Ni mtakatifu Bwana, ni mtakatifu Bwana, ni mtakatifu Bwana, imani mtakatifu, ni mtakatifu Bwana, ni mtakatifu Bwana, imani mtakatifu, ni mtakatifu Bwana, 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 ni mtakatifu Bwana. Tunasema wewe ni mtakatifu, ni mtakatifu Bwana, imani mtakatifu, ni mtakatifu Bwana, ni mtakatifu Bwana, hakuna kama wewe, ni mtakatifu Bwana, ni mtakatifu Bwana, ni mtakatifu Bwana,
inatutakasa, damu inatutakasa. Kwenye maisha yako, damu inene mema kwenye ndoa yako, damu inene mema kwenye kazi yako, damu inene mema kwenye huduma yako. Oh, asante Bwana, asante Yesu. Unastahili niwe Bwana, unastahili niwe peke yako Yesu. Nani mwingine aliye kama wewe? Nani wa kufananishwa na wewe Bwana? Nani wa kulinganishwa na wewe Yesu? Ni wewe Mungu unastahili kuabudiwa, ni wewe Mungu unastahili kuinuliwa, ni wewe Mungu unastahili kusujudiwa. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Tuna kila sababu ya kusema asante mbele zako, maana ni wewe Mungu unastahili kuabudiwa. Hakuna mwingine anastahili kuabudiwa Bwana. Ni wewe peke yako Mungu, ni wewe peke yako Bwana. Oh, tuko mbele zako Bwana. Tunahitaji nguvu yako asubuhi ya leo. Tunahitaji kukuona mahali hapa Bwana. Tunahitaji kukuona kwenye ibada hii Bwana. Ukasimame mahali hapa Jehova. Asante Yesu. Nani mwingine aliye kama wewe? Nani wa kufananishwa na wewe Bwana? Inanena mema damu, inanena mema damu, inanena mema leo. Damu ya Yesu inatutakasa, Inatutakasa. damu ya Yesu inatutakasa, Inatutakasa. Ninapiga moto magonjwa yote ya tezi dume, ninapiga moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa yote ya matumbo, magonjwa yote, vidonda vya tumbo, napiga moto. Damu ya Yesu Kristo ni moto, damu ya Yesu Kristo ni moto. Magonjwa yote katika nyonga, kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu yote katika nyonga, napiga moto kwa damu ya Yesu. Hakuna tena kuendelea, hakuna tena kuendelea kwa mtoto wa Mungu, hakuna tena kuendelea kwa mtoto wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo yote ya kisukari napiga moto, magonjwa yote ya kisukari napiga moto, magonjwa yote ya UTI sugu, kwa jina la Yesu Kristo napiga moto. Damu ya Yesu ni operation ya leo, damu ya Yesu ni operation leo, damu ya Yesu ni operation leo, operation leo, operation leo, operation, operation, operation. Damu ya Yesu ni operation leo, inafanya kazi leo, inafanya kazi katika jina la Yesu, inafanya kazi kusafisha, inafanya kazi kuponya, inafanya kazi, inafanya kazi, inafanya kazi kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu funguka, funguka uwe mzima, funguka uwe mzima, funguka uwe mzima, 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 uwe mzima. Funguka, funguka, funguka. Yale ya jana yanaondoka, yale ya juzi yanaondoka, yale yaliyopita yanaondoka, yote 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 yanaondoka. Bwana kama amekusamehe, anakuondolea dhambi zote. Bwana kama amekusamehe, toba yako ile uliyoonyesha, toba yako ile uliyoonyesha kwa Bwana, anakusamehe magumu yote na mabaya yote uliyodhania kwamba umetenda utasamehewa. Bwana amekusamehe, Bwana amekusamehe. Anakupa sasa uponyaji wako, anakupa sasa uzima wako, anakupa sasa faraja yako, anakupa sasa amani yako, anakupa sasa nguvu yako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Ni mwaminifu, siku zote amekaa ili aweze kusikia unayoomba, amekusikiliza ili aweze kusikia unayoomba. Na kama unajielewa yale unayoomba, yeye anasema kwamba umepokea, yeye anasema kwamba umepokea, yamekuwa yako. Kama unaamini umekwisha kupokea, yamekuwa yako, yamekuwa yako kwa jina la Yesu. Riko na basema, riko niko na basa, koria baba riko ni misisi. Nyosha mikono yako juu sasa, kiri pamoja nami, nyosha mikono yako juu sasa, mshukuru Mungu wako. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya ibada hii, kwa ajili ya uponyaji huu, kwa ajili ya kufunguliwa kwangu. Yesu, ninakushukuru kwa kunirejeshea furaha yangu, kwa kunirejeshea baraka zangu, kwa kunirejeshea furaha yangu, kwa kunirejeshea mafuta yangu. Yesu, watu wabaya na maadui zangu wamefurahia siku zilizopita aibu yangu na mateso yangu na dhiki zangu na magonjwa niliyoyapitia. Wakapiga makofi, wakashangilia, wakasemezana wao kwa wao kwamba tutaona mwaka huu ni wake, atateseka, ataipata. Lakini leo Yesu wangu, leo hii madhabahuni hapa umesikia niliyoomba, umesikia niliyokiri, umesikia niliyoomba, ya kwamba leo ni ishara, ni miujiza, ni nguvu, ni uweza, ni uponyaji kwa ajili yangu. Mimi nimepona, mimi nimekombolewa, niko huru kutoka utumwa wa dhambi na mauti. Niko huru, natembea kifua mbele. Yesu Kristo ndio imani yangu, Yesu Kristo ndio fimbo yangu, Yesu Kristo ndio jeuri yangu, Yesu Kristo ndio kila kitu. Roho Mtakatifu yeye ananiongoza, Roho Mtakatifu yeye ananiongoza kuyafikia yale mema, kuzifikia zile baraka alizonipa Yesu wangu. Asante Yesu, asante Yesu kwa ajili ya ibada hii, kwa ajili ya ibada hii. Nimeuona mkono wako, nimeuona mkono wako. Asante kwa kuniponya yaliyonitesa
yaliyoniumiza, magonjwa yote kwa majina yake kwenye mwili wangu niliyoyasikia yakinitesa, yakiniumiza, leo hii nasema asante Yesu kwa kunisikia, kwa kuniponya, kwa kunihurumia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Piga makofi, mshangilie Mungu wako. Piga na shida yoyote, mikono yao iko na nguvu, ina afya, mshangilie Mungu. Makofi yako yasikike. Yes. Vidole vyako vina nyuzi 10. Mikono yako ina nyuzi 10. Vidole ni nyuzi. Zipige makofi, yasherekee kwa Bwana. Hebu piga makofi ni yasikie. Mungu anapenda watu wanaomshangilia. Angekuwa anapita rais hapa wa dunia hii, mnapiga makofi mpaka mnashangaa. Lakini Yesu Kristo, watu wanashindwa kupiga makofi. Piga makofi tena kwa mara nyingine. Twende sasa mziki, tumshangilie Mungu. Mwambie ndugu yako, halo? Halo? Saa ya Bwana ya kuelekea msalabani. Hapa kuna tesi, kuna mambo ambayo hayajazungumzwa hapa, yamezungumzwa huko kwenye sura za nyuma, ambako wanafunzi wamekwisha kuambiwa, alafu mpaka kaanza kuwasifu kwamba wameelewa hawa watu. Lakini kabla ya kuwasifu pale, amewaambia mpaka mambo mengine. Alikuwa anaambia kwamba ninyi hamuna imani. Mungu alikuwa na imani, mnaweza kiasi cha hata mbegu ya haradali mharadali. Jamani, hii miti hapa mbele ndio miharadali. Wangapi wanafahamu hivyo? Wale waliokuwa hafahamu kwamba hii ni miti gani, hii miti tuliyopanda kivuli ndio miharadali yenyewe. Kwa mnavyoona zile mbegu zile, ukipasua mle ndani, hata ukitaka ukashike kambegu kamoja unakuta hawezi. Kwa hiyo alikuwa anasema mbegu kama ile kamoja, anasema kwamba ungekuwa na imani ya angalau kambegu kale kaharadali, ungekuwa unafika mahali sema mlima huu ng'oka ukajitose baharini na uhame kutoka mahali hapa. Lakini haiwezekani. Wanafunzi wako wanasema, Bwana tuongeze imani. Unaona vitu kama hivyo Kwa hiyo walikuwa wanamsikia anafundisha hivyo, lakini walifika mahali walifanya nini? Walibidi wayaishi mafundisho ya Yesu, wayazingatie mafundisho ya Yesu kwa wakati wote, wakayashika na wakamwamini. Sisi tunapokubali, tunaposikia, tunapoamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi, tunaingia katika saa ya kuelekea msalaba, ambayo tunapoelekea msalaba tunajiungamanisha kwenye mateso ya Yesu ya moja, kama ulikuwa mwizi, kuacha wizi wako, kwanza kuteseka. Unatamani kuiba lakini haiwezekani kuiba tena. Halo, unatamani ujambazi wako uliokuwa nao, lakini haiwezekani tena kushika silaha ya ujambazi, haiwezekani. Sababu ya msalaba, kifo. Ujambazi unakufa, ulevi ulioupenda unakufa kwa sababu msalaba. Jamani, haleluya.
Jamani, haleluya. Kwa sababu ya msalaba. Uzinzi unakufa kwa sababu ya msalaba. Matusi ya mtu wanayemporomoka kama maji yanakufa kwa sababu ya mafundisho ya msalaba, saa ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, hiyo ndiyo kitambo kidogo hamtaniona, na wewe hicho kitambo kidogo hutayaona. Kitambo kidogo hutaona wizi wako, hutaona ulevi wako, hutaona ujambazi wako, hutaona ujeuri wako, ule ujeuri wa kutokuokoka, unafanya mambo yote katika namna unavyotaka. Hautakuwa hivyo tena kwa kitambo kidogo, hautaona. Kwa sababu ya hayo hutaonekana ukifanya hayo, hutaonekana ukitembea na hayo, hutaonekana ukikaa kwenye hayo muda kitambo kidogo. Watu watatamani lakini watashindwa kule kwa kujificha, watapanda mitini. Siku ile ni mbaya, dunia itatisha. Watu watatamani lakini watashindwa kule kwa kujificha, watapanda mitini. Kwake Yesu, na watu wote tumeziona za kurudi kwake Yesu. Watapanda milima nayo itabomoka, wajifiche bahari nayo itawatema, waende mapangoni nayo yatabomoka, kutakuwa hakuna kule kwa kujificha. Watapanda milima nayo itabomoka, wajifiche bahari nayo itawatema, waende mapangoni nayo yatabomoka, kutakuwa hakuna kule kwa kujificha. Wajifiche bahari na itawatema, waende mapangoni na yatabomoka, kutakuwa hakuna kule kwa kujificha. Watapanda milima na itabomoka, wajifiche bahari na itawatema, waende mapangoni na yatabomoka, kutakuwa hakuna kule kwa kujificha.
nasema nafsi ya mtu mvivu utamani asipate kitu, bali nafsi ya bidii itanenepeshwa. Misali 13 mstari wa 4 unasema nafsi ya mtu mvivu utamani asipate kitu, bali nafsi ya mtu mwenye bidii itanenepeshwa. Tumtafute Mungu kwa bidii. Tumtafute Mungu kwa bidii. Biblia imegawanyika katika makundi makuu mangapi? Mawili. Biblia imegawanyika katika makundi makuu mangapi? Mawili. Hayo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale lina vitabu vingapi? 39. Tunaenda kutaja vitabu vitano, nayo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu za Torati. hawajasikia, rudieni tena. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu ya Torati. amina. Biblia imegawanyika katika makundi makuu mangapi? Mawili. Nayo ni Agano la Kale na Agano Jipya. Agano Jipya lina vitabu vingapi? 27. Tunaenda kutaja vitabu vitano, nayo ni Mwanzo, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume. amina. Rudieni tena, hawajasikia. Vitabu vitano hawajasikia. Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume. amina. Kamata hivi. Henry, amina. Wapigieni makofi. Twendeni, wapigieni makofi. Daniela, again. PPR, you are the superstar. Again. PPR, you are the superstar. Makofi mengi. Hao ndio watoto wetu, wanafanya mazoezi kwa ajili, wana sikukuu yao jamani, mwezi wa 6 si mbali. Amina. Juhudi mnaziona, na nyinyi wazazi mfanye juhudi. Ushindi tuliupata, ushindi tuliupata. Pale Kalvari yote alimaliza, yote alimaliza. Pale Kalvari wokovu tuliupata, wokovu tuliupata. Pale Kalvari yote alimaliza.
alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Uzima tuliupata, uzima tuliupata pale Kalvari. Yote alimaliza, yote alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Magonjwa tuliponywa, magonjwa tuliponywa pale Kalvari. Yote alimaliza, alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Ushindi tuliupata, ushindi tuliupata pale Kalvari. Yote alimaliza, alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Ongeza vigele kwa Yesu. Kama mpenda Yesu sema amen. Amen. Kama mpenda Yesu sema amen. Amen. Kama mpenda Yesu sema ni Bwana. Ni Bwana. Kama mpenda Yesu sema ni Bwana. 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 Ongeza vigelegele kama Yesu ni Bwana. Shetani anapata nini? 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 Nafikiri shetani unaweza ukamwangusha hivyo. Shetani anataka uonyeshe kama anapata kipondo kweli. Onyesha kwa Yesu. Sio kinyonge, onyesha. Shetani anapata nini? Wewe shetani anapata nini? Shetani anapata nini? Shetani anapata nini? Shetani anapata nini? Haleluya, haleluya, haleluya. Ongeza vigelegele kwa Yesu. Mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. 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 Wangapi wanajua kwamba Yesu anaweza? Kama unaamini Yesu anaweza, hebu piga makofi na vigelegele. Haleluya. Sasa kwa Yesu, maana kwa Yesu kuna raha.
anaweza. Mwambie Yesu 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 anaweza. Yesu Masia. Yesu Mesia. Bwana asifiwe. Milele na milele. Ndani akipita. Teke kule. Vijana watu wakimtupa shetani mahali hapa. Haleluya, haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Sasa wote inabidi tusimame tumsifu Mungu kwa pamoja. Mungu ndiye anaweza yote. Na inabidi tuimbe wote. Mungu anatupenda sana. Amina. Jina lake Yesu wataona, tutaona na viziwi. Kwa jina lake Yesu watasikia, tutawaona na viwete. Kwa jina lake Yesu watatembea. Imba, imbeni, oh imba, imbeni, oh imba, imbeni kwa Yesu usimate. Oh imba, imbeni, oh imba, imbeni, oh imba, imbeni kwa Yesu usimate. Oh imba, imbeni, haleluya, imbeni, haleluya, imbeni kwa Yesu usimate. Nawe baba, nawe mama, njoo uokolewe kwa Yesu jamani, uzima tele. Nawe kaka yangu, nawe dada yangu, njoo kwa Yesu jamaa, uzima tele. Nawe kaka yangu, nawe dada yangu, njoo kwa Yesu jamaa, uzima tele. Tumwabudu Bwana, tumsifuni Bwana, tutafunguliwa uzima tele. Imbeni, msifuni Bwana, tutaokolewa uzima tele. Imba, imbeni, nawe baba, imbeni, nawe mama, imbeni kwa Yesu uzima tele. Nawe kaka, imbeni, nawe dada, imbeni, ndugu zangu, imbeni kwa Yesu uzima tele. Imbeni, nawe baba, imbeni, nawe mama, imbeni kwa Yesu uzima tele. Nawe kaka, imbeni, nawe dada, imbeni, oh imba, imbeni kwa Yesu uzima tele. Oh imba, imbeni, oh imba, imbeni, oh imba, imbeni kwa Yesu uzima tele. Imba, imbeni, oh imba, imbeni, oh imba, imbeni kwa Yesu uzima tele. Hallelujah. Hallelujah. Cheers. Cheers. Celebrate, 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 celebrate.
Simama mahali ulipo, tumsifu Mungu pamoja. Simama kwa miguu yako miwili. Natamani tumsifu Mungu kwa upendo wa Mungu anayetuonyesha kwenye maisha yetu. Amina. Amina. Hebu simama kwa miguu yako miwili mahali ulipo. Hebu simama kwa Yesu. Simama ucheze kwa Yesu. Cheza, cheza. Nataka kuona watu wakicheza kwa Yesu. Cheza. Oh, niseme nisiseme. Nisiseme. Sema. Upendo wa Yesu sema. Nisiseme. Sema. Niseme nisiseme. Nisiseme. Sema. Uzuri wa Yesu sema. Nisiseme. Sema. Niseme nisiseme. Nisiseme. Sema. Upendo wa Yesu sema. Nisiseme. Sema. Niseme nisiseme. Nisiseme. Sema. Uzuri wa Yesu sema. Nisiseme. Sema. Ninapendwa bure bure bure, ninalindwa bure bila gharama. Nyumba nimekombolewa bure 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 bila gharama yoyote bure bure bure, nimesamehewa bure 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 bila malipo yoyote bure bure bure, nimekombolewa bure 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 bila gharama yoyote bure bure bure, nimesamehewa bure 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 bila malipo yoyote bure bure. Oh, niseme nisiseme, nisiseme sema. Upendo wa Yesu sema. Nisiseme sema. Niseme nisiseme. Nisiseme sema. Uzuri wa Yesu sema. Nisiseme sema. Niseme nisiseme. Nisiseme sema. Upendo wa Yesu sema. Nisiseme sema. Niseme nisiseme. Nisiseme sema. Uzuri wa Yesu sema. Nisiseme sema. Sina wasiwasi wala mashaka, niliye naye mimi jemedali wa vita. Sina wasiwasi wala hofu moyoni mwangu, nipita popote nimefunikwa na damu yake. Sina wasiwasi wala mashaka, niliye naye mimi jemedali wa vita. Sina wasiwasi wala hofu moyoni mwangu, nipita popote nimefunikwa na damu yake. Ulinzi kila mahali mwenzenu nawekewa, nilivyovikosa duniani kwake navipata bure. Ulinzi kila mahali mwenzenu nawekewa, nilivyovikosa duniani kwake navipata bure. Oh, uzima nimeupata bure bure, amani nimeipata bure bure, furaha nimeipata bure bure, uzima nimeupata bure bure, amani nimeipata bure bure, furaha nimeipata bure bure. Niseme nisiseme, nisiseme sema. Upendo wa Yesu sema. Nisiseme sema. Niseme nisiseme. Nisiseme sema. Uzuri wa Yesu sema. Nisiseme sema. Niseme nisiseme. Nisiseme sema. Upendo wa Yesu sema. Nisiseme sema. Niseme nisiseme. Nisiseme sema. Uzuri wa Yesu sema. Nisiseme sema.
Mshangilie Bwana kwa makofi mengi 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 mengi. Viko wapi vigelegele kwa ajili ya kina mama kwa Bwana Yesu? Amina. Kipindi cha uimbaji kimeishia hapa kwa leo. Tutakutana tena katikati ya juma. Matangazo ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu mchapie Mungu makofi mengi mengi. Amen. Niwaletee matangazo ya kanisa leo tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu aliyetupa kibali na neema tukawepo nyumbani mwa Bwana. Na nikushukuru na wewe kwa mahudhurio yako. Hakika Mungu ni mwema. Mungu ametuwezesha kukutana siku ya leo. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Amina. Tangazo la pili, kwa shukuru waliofanya usafi. Mungu awakumbuke. Na msisitizo, unavyopangwa usafi, tunaomba usikose kuja kufanya usafi. Watakaofanya usafi Jumanne, Adventina na Eva. Watakaofanya usafi Alhamisi, Salome na Mariana. Jumamosi, wamama wote kufanya usafi kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka, na wababa wote, vijana wote, bali Mungu ana makusudi na ninyi. Karibuni sana, mjisikie mpo nyumbani, tunawapenda. Amina. Ratiba za ibada zetu. Tangazo la 3, tangazo hilo hilo, katibu wetu mkuu Bonaventure Simeoni anasumbuliwa na mafua yamembana sana. Tumkumbuke kwa maombi. Taarifa hiyo nimepewa na mtunza hazina. Makofi mazito kwa walioshiriki. Utajibiwa. Amen. Mungu awabariki na asiwapungukie. Ni muda wa kuwakaribisha wageni wetu. Wageni wetu tunawapenda. Kanisa letu linaitwa Kanisa la Sinai Missions International. Mahali hapa ni tawi la Sinai Pentecostal Center Kimara Temboni. Tunaomba pale mlipo mtaje majina yenu, msalimie kanisa na mmetoka wapi. Karibuni sana, tunawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Dafroza Kiando. Amen. Natokea Kilimanjaro. Amen. Tulikuwa zetu tunatembea tukavutiwa kuja kuabudu mahali hapa. Amen. Amen. Hawa ni wadogo zangu, wana aibu kidogo jamani. Amen. Majina yao? Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Dina Vincent, nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Amen. Asikilize dua zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Helga Charles, natokea Njombe, nimeokoka na nampenda Yesu. Amina. Amen. Asikilize kilio changu. Yona pale mlangoni kuna tangazo la ndoa. Pale mlangoni wale mnaosoma kuna tangazo la ndoa. Na leo tarehe 13 mwezi wa 4. Leo tarehe 13 mwezi wa 4. Mimi kama mtumishi niliyepewa mamlaka ya usajili wa ndoa, ninapenda kutangaza ndoa ya kijana wetu Daniel Venus Kodia wa kanisa hili la Sinai Missions International, kituo hiki cha Sinai Pentecostal Center hapa Temboni, na Miriam Geka Dawson wa kanisa la Agape Assemblies of God kule Gongo la Mboto hapa Dar es Salaam.
Na kama kuna mtu ambaye anaona sababu ya kwamba hii ndoa kwa nini na itangazwe, analo pingamizi, maana yake imempasa kusema. Huu ni utaratibu wa kisheria wa tangazo la ndoa. Huwa ndio vigezo lazima vitangazwe wazi, ili wakati wa tukio la ndoa mtu asijitokeze anasema hawakutoa muda wa utetezi wa matangazo. Hili ni tangazo la kwanza la ndoa ya ndugu zetu. Ndoa, tangazo hili linadumu kwa muda wa majuma matatu. Juma la mwisho ni juma la kufunga ndoa. Nilipenda tukae nao kwa mafundisho. Nashukuru tumekuwa nao pamoja hapa ofisini. Wamepitia mafundisho ya msingi na wanaendelea na mafundisho ya msingi. Kwa hiyo tuwaombee na tuendelee kufanya yale mazuri ambayo kwa kweli tunajiandaa kwa ajili yao. Naombeni sana, ni kibali cha kanisa. Nilitangaza tena natangaza kwa taratibu wa kanisa letu, badala ya vijana kufika mahali kukurupushana. Ameshafanya nini kabeba, ameshafanya nini kabeba. Tazama tutakwenda kuitisha ibada hii. Naomba upate kuwa pamoja nasi. Bwana, utufunika na damu yako. Watoto wako wanapoondoka wengine kurudi nyumbani, wengine wanaenda vikao mahali hapa Bwana. Mungu mbariki kila moja. Kabariki pia kazi ya kikao na michango yote Bwana. Kabariki watu wako Bwana. Kawape moyo wa kutafuta, kawafanikishe katika kazi zao. Wafanikishe Mungu wetu ili uweze kufanyisha tukio hilo. Baba, nakushukuru kwa matendo yako makuu. Mungu katubariki. Asante mfarume. Tunapoalisha ibada hii, naomba upate kwa pamoja nasi, utulinde na tufunike damu yako. Asante Mwokozi. Amen. Nyosha mikono yako juu nikutamkie baraka za wiki. Baba, katika jina la Yesu, ninatamka kwa ushirika na ndugu huyu Baba, kwa juma lijalo, Mungu apokee katika mikono yake mafuta yale ya baraka, mafuta yale ya Roho Mtakatifu, ili kile atakachoweza kwenda kufanikiwa asiwepo wa kuchukua mikononi mwake, kwa maana kimetokana na mafuta ya Roho Mtakatifu, ni cha kwake. Naomba Mungu kampe afya iliyo bora, iliyo imara, ili Bwana asitetereke katika kazi zake na shughuli zake zote za uzalishaji, anapokwenda, anapotoka, anaporudi nyumbani kwake, familia yake, ndoa yake na kila alicho nacho. Biashara zake ziimarike, miradi ya kipato chake imarike kwa jina la Yesu. Ninazuia na ninakemea kila alaye na kuharibu. Ninamkemea yule shetani adui na wale watu wasiopenda afanikiwe mtumishi wako. Ninatamka kufanikiwa, ninatamka kutajirika katika mikono ya Roho Mtakatifu na vipawa vile vipawa vya dunia hii. Katika jina la Yesu natamka utajiri ulio kwa Bwana ukujirie na ukajazwe, ukafunikwe, ukajazwe tere tere. Milango ya mbinguni kakufungukie, madirisha ya mbinguni yakakufungukie. Watu wabaya wakakukimbie mbele yako, wanaotaka kukunyamazisha maendeleo yako na kila ulichotakiwa kupewa na Mungu. Kwa jina la Yesu kikujirie, uwe na amani ya juma zima katika jina la Yesu. Amen.